Vizuri, endelea. Sawa sawa, shukrani shangazi. Kwanza ni visisitize vyombo vya dola. Niwaambie jeshi la polisi, jeshi la wananchi, jeshi usalama wa taifa na vyombo vingine vya dola. Kazi ya vyombo vya dola si kumlinda rais, si kulinda maslahi ya rais. Kazi ya vyombo vya dola ni kulinda raia na mali zao, sio kuwa wapambe wa rais, sio kuwa wachawa wa rais, sio kulinda maslahi ya rais. Maana tumejenga jamii ya vyombo vya dola ambavyo vimejitia kazi ya kuwa walinzi wa maslahi ya rais kuliko maslahi ya umma, kitu ambacho ni hatari zaidi. La pili, swala la usalama, uhai si swala la rais, ni si swala la mipaka ya nchi. Huwezi kuwa rais ambaye unateka, unatesa, unaua, unapoteza watu, unafunga watu, alafu unataka watu waufyate mdomo, waufyate mkia. This is not sio nchi, hii ni republic. Nimesema hata space iliyopita, hii sio nchi ya kifalme. Hii sio nchi ya kikundi cha watu wachache ambao ni genge la wahuni wameamua kujigeuza kuwa mafias katika taifa. Wao wanaamua nani aishi na nani asiishi, nani apate nini na nani asipate nini. Sio nchi ya namna hiyo. Hatukupigania uhuru wa taifa hili ili watu waje watuimbie ngonjera za kununua ndege Boeing sijui ngapi, sijui kununua treni za kisasa, kujenga mabwawa ya Mwalimu Nyerere na mabwawa ya kuzalisha umeme. Hatukununua, yani hatukupigania uhuru wa namna hiyo. Wakoloni walijenga barabara, walijenga reli. Kwa mfano reli ya kati, tuna reli mbalimbali walijenga. Walijenga mabwawa ya kuzalisha umeme, lakini tuliwafukuza, sio kwa sababu walikuwa hawafanyi hivyo vitu. Hatuwezi kuwa na taifa linalohubiri maendeleo ya vitu kuliko utu wa watu, tukasema sisi ni taifa huru. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Sasa naona rais anapozungumza na sisi, anazungumza hii nchi ni ya kifalme, hii nchi ya kimalikia. Ana uwezo wa kutufokea, ana uwezo wa kuamua nani achinjwe muda gani, nani afungwe muda gani. Wewe umempa mtu kesi ya uhaini, waache watu waseme, wewe ukathibitishe mahakamani kwamba huo uhaini unaousema ni uhaini wa namna gani. Wewe unajiamini sana. I say hicho nchi kifalme, hatutakaa kimya. Na kama neno harakati linamkera, mwanaharakati wa kwanza alikuwa ni Julius Nyerere, wakina Nkwame Nkrumah, wakina Nelson Mandela. Maana wenzetu wanapenda sana kutoa mifano ya kina Nelson Mandela, wakina Che Guevara, wakina sui nani, wanapenda kuitumia kwenye hotuba zao, lakini kuyaishi maisha ya kina Mahani Magathi na wengine wote wanashindwa. Tunataka tuwe kama Singapore, tunataka tuwe kama Malaysia, tunataka tuwe kama Marekani, tunataka tuwe kama Uingereza, kwa mifano kede na wakienda kujifunza mambo mbalimbali. Lakini kuishi katika mifano, katika mazingira tulionayo, hayo hawayataki. Wezi wakubwa, mafashisti wakubwa, wauaji wakubwa, watekaji wakubwa, hawataki yani wazungu hawa kwenye fedha zao wanawasifia na kuwaimbia mapambio, lakini likija swala la utawala bora, utawala wa sheria, haki za binadamu, wanageuka kuwa mbogo na kuwaona maadui. Sasa kazi ya vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi, usalama wa taifa, jeshi la wananchi, mahakama, bunge na vyombo vingine na taasisi zingine zote, sio kulinda upumbavu wa rais. Hatuwezi kuwa na vyombo vya dola vinavyolinda upumbavu wa rais. Rais anayeua ni mpumbavu, rais anayeteka ni mpumbavu, rais anayeiba ni mpumbavu. Hatuwezi kuwa na vyombo vya dola vinavyolinda upumbavu wa rais vikajipita mbele yetu tukaendelea kuvishabikia na kuviimbia ngonjera. Never ever. Na kama kuyazungumza haya ni kuwa na gharama za uhai wetu, hatuna sababu ya kuishi.
Kama kuzungumza maneno ya namna hii yanawakera, wanaona price yake ni kwenda magereza, we are ready for that. Tulianza na Magufuli, alitutesa, hatukuacha kazi hii. Sasa na huyu mama yenu haitaiweza hii kazi. Hatuwezi kuwa na watawala ambao badala ya kujibu hoja kinzani, hoja mbadala zenye kuleta taifa liwe na afya, wao wanajibu hoja kwa magereza, wanajibu hoja kwa risasi, wanajibu hoja kwa kung'oa watu kucha bila ganzi, wanajibu hoja kwa kwenda kuwatosha watu na umeme, wanajibu hoja kwa kuwafungia watu magereza wakiamini watakuwa salama. Hakuna mtawala aliyeweza kujibu hoja kwa kutumia bunduki akashinda. Kama wanaye watuletei. Leo hii tunajisifu na kujinasibisha kuwa taifa lililoleta msaada mkubwa kwa nchi nyingi Afrika kuweza kujikomboa. Leo wao hizo nchi zilizopata ukombozi zinaona watu wanakufa, jeshi la polisi linakosa majawabu. Kilisoma jeshi la polisi kazi zake, badala ya kuwa jeshi la kulinda usalama wa raia na mali zao, limekuwa jeshi la polisi lenye kuteka raia na kupokonya mali na kuua raia, na kujigeuza kuwa jeshi lenye kuimba chao, lenye kuimba umapambio na kulifanyia kampeni Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kuwa na jeshi la namna hiyo. Never ever. Shangazi, kama haya maneno yanawakera sana kutoka kwa wanaharakati, zile ofisi wanazokaa sio za baba zao, zile ofisi wanazofanyia kazi sio za mama zao, zile ofisi ni za umma. Ukiona ofisi ya umma imekushinda, fungasha vilago, nenda kwenu kijijini ukalime. Msitubabaishe bwana. Kwa nini watubabaishe shangazi? Hao watu walikuja hata Ndala hawana, wamekuja mjini na shangazi kaja. Wale tusumbue sisi hapa mjini. Wameanza kuvaa suti walipopanda madaraka. Kuna wengine walikuwa wanashindwa hata kufunga vifungo vya shati. Hao akina Wasira walikuwa wanashindwa hata kufunga vifungo vya shati. Wamekuja mjini, kodi zetu zimewafanya wapendeze, waanze kuvaa suti, waione dunia iliko. Wanataka kututisha nani? We are taxpayer. Sisi ni walipaji wa kodi. Kodi zetu zote zinawafanya wao wanaishi. Sisi maisha yetu sisi hayategemei wao wawe madarakani, ila sisi maisha yao wao yanatutegemea sisi tulipe kodi. Kwa hiyo tubabaishe. Wanataka kutengeneza taifa la watu kuwa hunter, yani kutuwinda taifa la watu ambao, yani huyu rais anataka tusimseme, rais ambaye analinda maslahi ya Waarabu wa Dubai kuliko wa Masai Ngorongoro, anataka tusimseme. Anataka tumpende na wao ndugu zetu. Ukisema wanaharakati. Sasa wewe si bingwa wa kugawa kesi, umetoa kesi ya uhaini. Tumekubali, haya sawa, hiyo kesi ya uhaini tunaitaka mahakama ikathibitishe. Wanakuja watu kuangalia kesi, unataka mambo ya gizani. Hatutakubali kunyongwa gizani. Yaani swala la kunyongwa gizani hatutakubali. Yaani swala la kutaka kuua watu gizani, hilo halitakubalika. Hawataki watoke kwenye ofisi za umma, hatuwataki. Vibaka tumewavumilia vya kutosha. Huu mwaka hawatatoka. Ni no reform, no election. Simple and clear. Hatuna maneno mengi. Wanataka reform, wafanye reform. Hawataki kufanya reform, hakutakufanyika uchaguzi. Sio tutasusia uchaguzi. Kama unafikiri ni utani, nafikiri mziki wameuona. Kama walikuwa wanabipu, sisi tunapiga. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo viongozi wanakanyaga raia, viongozi wanaumiza raia, halafu hawataki raia walie, hawataki raia wajitetee. Hivi kama leo hii uko kwenye taifa ambalo watu wanakwenda kuparticipate katika kesi mahakamani, jeshi la polisi linakwenda kwa magari yaliyolipiwa kodi na kujazwa mafuta na posho za wananchi, wanawachukua watu mahakamani, wanakwenda kuwavunja miguu, wanawatupa polini, halafu wanakuja na zihaka ya kwamba hawa watu hawajakamatwa na jeshi la polisi. Hili ni jeshi la polisi, jeshi la vibaka waliovaa suti na nguo. Seriously. Shangazi,
nikuhakikishie hawa jamaa wamefika mwisho, hawatasalia. Hii haina msalie mtume, hii haina mbambamba. Yani safari hii watatema ndoano, whether wanapenda kwenye ofisi za umma watatoka kwa heri ama kwa shari, wao ndio watakaoamua. Nilishawaambia kwenye space zilizopita, huu ni mwaka wa mabadiliko, mapambano lazima yaendelee. Sasa shangazi, hiyo la kwanza. Kwa hiyo kutupokea sawa muda wako, lakini unaenda, kwa hiyo nakupa dakika 2 alafu aje mtu mwingine, maana nimeshakupa muda wa kutosha. Sawa shangazi, nataka niseme kitu kimoja shangazi. Nimwambie kaka Mshaba, huyu mama anapokasirika mimi nafurahi sana. Sababu ndio unajua dawa zinaingia. Yaani kama unamwona Lissu pale anatoka anaingia mahakamani anacheka. Alafu aliyemfunga ndio anaweweseka na anaumia. Yaani unafikiria Lissu anaenda mahakamani na kesi ya uhaini anacheka vile. Alafu yule aliyemfunga sasa anakwenda kuhutubia kavimba namna ile. Yaani ndio anatakiwa akose raha. Yaani tutawakosesha raha mpaka wafe wana kisukari. Shangazi, mimi la kwanza ni hilo. La pili, tunaendelea na approaching. Na mimi nataka niwasisitize, hawa jamaa wamedhamiria kutuua, wamedhamiria kutupoteza kwa dhati kabisa. Hawa jamaa wameenda kumwaga sumu katika ofisi zetu za kanda. Niliwaambia ile sumu ni ya kuua. Yaani ile sumu ukiivuta tu kwa pumzi ya kawaida ya kuvuta hewa utapata matatizo. Lazima upate matatizo. Watu wakisabaratika pale ndani ya dakika 5 ukikaa pale lazima ukutane na hali ya tofauti. Sasa kama umefikia hatua ya namna hiyo, hawa watu hawana nia njema. Hawa watu wako wanafanya hunting ya watu wote ambao wanaonekana wana fikra mbadala. Sizungumzi haya kuwatisha, kwa wale watakaotishika watishike, lakini kwa sisi ambao tuko tayari kulipa gharama ni wahakikishie kwamba hawatafanya chochote na hawatafanikiwa. Sasa nisisitize shangazi, tuko na mikakati bado. Leo tulikuwa walikuja BBC, tumefanya mahojiano nao, tunaendelea na harakati za kumdai ndugu yetu. Lakini kwa sababu hii wiki ilikuwa na mambo mengi iliyoisha na mmeona nyinyi wenyewe, naomba nisisitize, tunatakiwa tupaze sauti kweli kweli kuhusiana na maisha ya ndugu yetu Mdude. Tusipopaza sauti, historia itakuwa ni ile ya kinasoka. Tunatakiwa hii wiki nayo hii iliyoanza tupaze sauti kweli kweli. Na sisi tunasema hivi, Mdude, shangazi, nasisitiza hapa kwa sababu ili niambia utanipa dakika 2, nafikiri dakika zangu 2 ndio nazitumia kuzungumzia swala la Mdude. Haya, malizia. Sawa shangazi, Mdude hakuwa jambazi. Mdude kachukuliwa nyumbani kwake. Mdude amekuwa na ugomvi binafsi ambao jeshi la polisi limekuwa likimtesa, likimuumiza, likimtafutia kila aina, lakini anasioa Mbeya amekuwa akitafuta kwa muda mrefu kujua anakaa wapi Mdude. Anasioa Mbeya amekuwa amkimfanyia harassment Mdude za mara kwa mara. Huyo anasiona na arasiwa Mbeya na arapisiwa Mbeya, wanatakiwa waje na majawabu ya Mdude yuko wapi, wamrejeshe akiwa hai. Sisi tumesema hivi, Mdude lazima arudi. Shangazi, hapa hatuwezi kusema tunataka tutafanya nini, lakini kama walizoea hizi tabia za kuteka, kutesa, kupoteza, tumesema Mbeya tutatoa fundisho. Hatuko kimya. Kama wao wanafikiri tuko kimya, tutatoa fundisho na mwisho wa kuteka na kutesa utaishia Mbeya. Sisi sio watu wa vitisho. Shangazi, Mbeya mnatujua. Ukimya wetu sio tujakaa bure. We are discussing, we are finding the approach ambayo itawafanya wao na serikali yao itakwenda kuanguka. Wao si wanatubipu, sisi tutawapigia. Shangazi, mapambano lazima yaendelee, lakini nisisitize kwa mwisho na conclude sasa. Taifa letu lina changamoto nyingi sana kama taifa. Changamoto tulizonazo kama taifa hazitaondoka pasipo kubadili mifumo ya taasisi zetu za kitaifa. Haitaondoka bila kubadili sheria za nchi yetu. Haitaondoka bila kufanya mabadiliko ya katiba ya nchi yetu, kupata katiba mpya, katiba yenye mawazo na kurudisha mamlaka kwa wananchi, katiba ambayo itakuwa ina maslahi ya umma, katiba itakayolinda na kupigania maslahi ya umma kwanza kuliko maslahi ya kikundi cha watu wachache, katiba itakayogawanya national cake kwa watu wote, katiba itakayotoa majawabu ya nini mwelekeo wa taifa letu. Shangazi, wote tuna wajibu wa kupigania katiba mpya, katiba yenye misingi bora na imara na yenye kutengeneza taasisi imara na madhubuti zitakazoleta tija katika taifa letu. Asante sana shangazi, na kila mmoja awe tayari kulipa gharama za ukombozi.
wa taifa letu. Huu si wakati wa kulia, huu si wakati wa kusononeka, huu ni wakati wa kufa kishujaa, tukiamini tunalipigania taifa letu. Tuwe tayari kulipa gharama. Kufa katika kupigania taifa ni uzalendo wa hali ya juu. Uzalendo sio kuwa mwizi, uzalendo sio kuimbiwa mapambio na sifa za kijingajinga ambazo wanapenda watawala dhalimu na waonevu na wanyanyasaji. Asante sana shangazi, mapambano lazima yaendelee, aluta continua. Shukran.